Hujambo ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa radio yetu. Tunayo furaha kubwa sana kukusogezea habari hizi kutoka katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa unaendelea kutufuata, tunakukaribisha ili kujipatia habari hizi ambazo tumeweza kuhakikisha na habari za kisasa. Tutakuwa huko ndani ya Kingurwe, ni ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu Kusini, ndani ya Sud Kivu, katika eneo la Plaine de Ruzizi. Mapigano makali yaliweza kuripotiwa asubuhi na mapema. Ilikuwa ni karibu na saa 11 za asubuhi. Mapigano hayo yalilamuka kati ya vikosi vya wazalendo wakizidi kusukumana na vikosi vya M23 vikishirikiana na jeshi la Rwanda. Mapigano yalikuwa namna gani? Kwa kuwa sasa magharibi tunakuletea hesabu ya watu ambao waliweza kufariki na watu ambao waliweza kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo ambayo yaliweza kujiri siku nzima ya leo tarehe 6 Mei mwaka huu wa 2026. Wapiganaji watatu wa kundi la wazalendo wameweza kupoteza maisha katika mapigano hayo ambayo yaliweza kutokea mapema katika kijiji hicho cha Kirungwe kilichopo katika kundi la Kabunambo. Na kama tu inavyojulikana, Kabunambo ni eneo ambalo liko karibu, ni takriban kilomita 7 karibu tu kaskazini na mji wa Sange. Na mji wa Sange uko katika eneo la Uvira, ni kusema ndani ya wilaya ya Uvira, ndani ya tarafa la Uvira. Sasa mapigano hayo makali yaliweza kuamka asubuhi na mapema sana. Ilikuwa ni saa 11 karibu kwenda saa 12 za asubuhi. Lakini wakati ilifika saa maeneo mapande ya masaa 11 masaa 6 au saa 7 hivi, hali ya utulivu iliweza kuwa shwari baada tu ya mapigano hayo kutokea. Sasa chanzo kikuu cha mapigano hayo ilikuwa ni kwamba vikosi vya wazalendo vilitaka kujichukulia eneo ambalo waasi wa M23 walikuwa wakilimiliki. Sasa vita hiyo iliweza kuamuka kati ya pande hizo mbili na kusababisha vifo hivyo, lakini inasemekana kuwa kuna taarifa kuwa vikosi vya waasi pia vimeweza kupata madhara makubwa. Madhara gani vikosi hivyo vimeweza kupata? Imeonekana kuwa waasi 5 waliweza kujeruhiwa na mashambulizi hayo. Ni kusema watu 3 wa wazalendo waliweza kupoteza maisha, lakini watu 5 wa vikosi vya RDF vikishirikiana na M23 waliweza kupata majeraha makali. Kulingana na habari hizo, kwa kuwa mapigano yalikuwa ni makali kabisa, waasi wa M23 walibaki wakidhibiti kijiji hicho hadi sasa. Ni kusema wazalendo walishindwa na vita na wakaweza kurudia nyuma kuacha kijiji hicho katika mikono ya waasi wa M23. Hizo zilikuwa ni habari kuu ambazo tulikuwa tunazitoa katika eneo la Kivu Kusini, katika Plaine de Ruzizi. Basi tuzungumzie hali ya usalama ndani ya mashariki, pia ndani ya Kivu Kaskazini. Hali ni namna gani huko katika kijiji cha Remeka na Katuunda? Ndani ya maeneo hayo mapigano makali yaliweza kuripotiwa katika siku kadhaa zilizopita kufikia hadi siku ya 5. Ni kusema siku 5 Mei mwaka huu. Jana mapigano makali yalikuwa yakifanywa, lakini leo asubuhi hali ya utulivu iliweza kuonekana katika eneo hizo mbili, zaidi sana katika eneo la Remeka na Katuunda. Na baadhi ya mahabari ambazo zilitufikia ni kwamba katika eneo hilo wapiganaji wa wazalendo walikuwa wakisukumana na vikosi vya M23 ambao walitokea katika eneo la Ngungu wakilenga nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na wazalendo. Ni kusema vikosi vya M23 vilitaka kuchukua eneo ambazo zilikuwa zinathibitiwa na vikosi vya wazalendo. Inadaiwa kuwa lengo lao la shambulio hilo ilikuwa kupanua ushawishi wao katika sehemu hiyo ya Masisi, ambako hali ya usalama imekuwa tete kwa wiki kadhaa ambazo ziliweza kupita. Baada ya masaa kadhaa mapigano makali yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Waasi hao walifanikiwa
kusukumwa nyuma na wazalendo ambao sasa wanaendelea kuimarisha ngome zao katika eneo hilo, kwa mujibu wa mashuhuda wa ndani wa eneo hilo. Mashuhuda wa ndani wa eneo hilo wametuhakikishia kuwa wazalendo wanaendelea na udhibiti wa eneo hilo licha ya mashambulizi makali ambayo yaliweza kufanywa na vikosi vya waasi wa M23. Vikosi vya wazalendo vimeweza kufanikiwa kubaki katika eneo hizo mbili licha ya mashambulizi hayo ambayo yaliweza kufanywa kwa siku kadhaa. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wapiganaji wa M23 walilazimika kujiondoa na kurejea upande wa Ngugu baada ya jaribio lao la kushambulia eneo hizo mbili. Hata hivyo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wakazi wakihofia uwezekano wa mapigano ya kuzuka tena katika eneo hilo. Hizo zilikuwa ni habari kutoka ndani ya Kivu Kaskazini, ambako hali bado si shwari kutokana na vita hiyo ambayo inazidi kujirudia siku baada ya siku. Na pia tukizungumzia vizuri, unakumbuka katika Tuchunguti kuliamka pia mapigano makali ambayo yalihusishwa vikosi vya wazalendo wakipiga M23. Kama tu tulivyokujulisha siku ambazo ziliweza kupita hapo nyuma, eneo hilo la Tuchunguti ni eneo ambalo liliweza kudhibitiwa na vikosi vya waasi wa M23 kisha mapigano makali. Sasa leo hii mapigano tena yaliweza kurejea. Mapigano makali yameanza tena mapema asubuhi Jumatano tarehe 6 Mei kati ya wapiganaji hao wawili wakiwa katika makao makuu ya Zilaro, wilaya Kalehe, mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wazalendo wameanzisha mashambulizi mapya wakilenga kurejesha udhibiti wa eneo hilo katika mikono yao ambayo ilikuwa ilitekwa na waasi wa M23 siku ya Jumapili iliyopita baada ya siku mbili tu za mapigano makali. Hiyo ilitumana wazalendo waweze kujipatia tena moyo wa kurudi ili kupambania eneo hilo ambalo waasi walikuwa wanaweza kudhibiti kwa hizo siku mbili. Sasa resulta ni nini? Resulta ile vita inakuwa namna gani? Je, wazalendo hao walifaulu kurudisha eneo hilo katika mikono yao? Tangu alfajiri, milio ya risasi nzito na nyepesi imesikika ndani ya pembezoni mwa Tuchunguti, hali iliyosababisha taharuki miongoni mwa raia mwa vijiji hivyo. Wakazi hao tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama katika sehemu hiyo ya Sud Kivu. Hali ya usalama katika kundi hilo la Zilaro, katika eneo hilo la Zilaro, katika territoire, katika groupement hiyo ya Zilaro inaendelea kuwa mbaya, isiyo tabirika, huku mapigano yakiendelea na kuendelea kusukumana mbele. Kumbukumbu ya mapigano yaliyopita mwishoni mwa wiki iliyopita ilikuwa tu ni Jumamosi na Jumapili kati ya vikosi hivyo vya waasi wa M23, lakini kwa sasa hatujafahamu ikiwa waliweza kuchukua ni wanani ambao waliweza kushinda vita hivyo. Endelea kuwa nasi ili kupata ukweli zaidi kuhusu ni wanani kwa sasa wako katika eneo hilo ambalo vita kali imeweza kupiganwa. Asante kuwa nasi, baki nasi, pata habari zetu, subscribe, share, comment ili tujue ikiwa unatufuatilia kwa uhakika.